Hamjambo, tuangalie swali ambalo linasema, Mangwasha ni kielelezo bora cha wanawake katika jamii. Fafanua, Mangwasha ni kielelezo bora au ni mwanamke wa kuiwa. Kwa hivyo, tunapata kwamba, hoja ya kwanza, Mangwasha ni mwadilifu. Ni mwadilifu kwa sababu, Sagiru anamtaka kimapenzi au anamtaka ushuhuba, lakini Mangwasha anakataa. Kumbuka Sagilu alikuwa na pesa nyingi, kwa hivyo alikuwa anatumia pesa zake kumshawishi Mangwasha, licha ya hayo Mangwasha alikataa. Kwa hivyo tunaona ni mwadilifu na ni mwanamke wa kuigwa katika jamii. Pili, tunaambiwa kwamba Mangwasha ni mwenye busara. Ni mwenye busara kwa sababu Chifu Mshabaha anapomzomea afisini mwake, Mangwasha anaamua kumwacha aropokwe kama mjinga. Kwa hivyo hakumjibu ama hakujibizana naye. Kwa hivyo ni mwenye busara. Kwa hivyo ni mhusika ambaye anatakiwa kuiwa kwa busara yake. Tatu, tunaambiwa kwamba Mangwasha ni mwenye shukrani kwa sababu Mangwasha anamshukuru Chifu Mshabaha kwa maneno yake ya busara. Hayo tunayaona riwayani. Nne, tunaona kwamba Mangwasha ni mwenye huruma kwa sababu Mangwasha anawahurumia vijana wadogo ambao walikuwa walevi. Kumbuka alikuwa ameenda kumtafuta mumewe Mrima ambaye alikuwa amepotelea ulevini na akawapata watoto wadogo. Na tunaona kwamba aliwahurumia. Na hoja ya tano tunaambiwa kwamba Mangwasha ni mvumilivu kwa sababu anavumilia na kuwalea wanawe hata anapotelekezwa na Mrima. Kumbuka alipoingia katika ndoa yake iliingia doa, mumeo ambaye ni Mrima akaanza kupotelea ulevini. Kwa hivyo Mangwasha akabaki akiwalea watoto wake peke yake. Licha ya kupitia hiyo changamoto tunaona kwamba alivumilia. Sita, tunaona kwamba Mangwasha ni mwenye matumaini kwa sababu anaamini kuwa siku moja nyota yake ingeng'aa maishani. Twende hoja ya saba. Hoja ya saba pale tunaambiwa kwamba Mangwasha ni msiri. Hakumfichulia Mrima kuwa alipata barua iliyokuwa imeandikwa na hatimaye tunaelewa hiyo barua ilikuwa imeandikwa na nani. Nane, tunaona kwamba Mangwasha ni mkombozi kwa sababu alianzisha mpango wa kumwokoa mtoto wa kiume katika jamii. Kumbuka mtoto wa kiume alikuwa ametekelezwa. Hoja ya tisa, tunaona kwamba Mangwasha ni mtetezi wa haki kwa sababu anatetea haki za watoto wa kiume katika vipindi vya redio ili mustakabali wao uwe wa matumaini. Kumbuka swali linasema thibitisha kuwa Mangwasha ni mwanamke wa kuigwa katika jamii. Hoja nyingine, kuna kosa la numbering. Tunaambiwa kwamba Mangwasha ni mwenye shukrani ama ni mwenye shukrani kwa sababu tunaona anamshukuru Mrima kwa kuwapeleka watoto wao ndengoni kwa babu yao kabla ya uchaguzi. Kwa hivyo alimshukuru Mrima kwa kuwapeleka. Hoja nyingine, tunaambiwa kwamba Mangwasha ni mwenye mapenzi kwa sababu anawapenda wanawe Sayure na Kajewa. Hoja nyingine, Mangwasha ni mwenye matumaini. Mangwasha anatumaini kuwa vyeti vyake ndivyo vingeweza kumhakikishia ajira kwenye siku za usoni. Hoja nyingine, tunaambiwa kwamba siku za usoni. Tunaambiwa pia Mangwasha ni mwajibikaji kwa sababu anatandika kanga sakafuni akawaambia wanawe wapumzike pale. Hoja nyingine, Mangwasha ni mwenye msimamo thabiti kwa sababu anaapa kutoondoka pale maabadini hata kwa upanga. Aidha anasema awe maskini au tajiri lazima aolewe naye. Hoja nyingine, tunaona kwamba Mangwasha ni mpenda amani kwa sababu Mangwasha alitamani sana kuzungumza na baadhi ya viongozi ili amani idumu mjini Matuo. Hoja nyingine, tunaona Mangwasha ni jasiri. Mangwasha alitaka kumkabili Mtemi Lesulia kutokana na ujasiri wake. Hoja nyingine, tunaona Mangwasha ni mtiifu. Mangwasha alifuata masharti ya Chifu Mshabaha. Na hoja nyingine, ni mwenye bidii. Mangwasha alikuwa wa kwanza kufika ofisini na wa mwisho kuondoka. Tunathibitisha kuwa Mangwasha ni mwanamke ambaye anapaswa kuigwa katika jamii.
tuone swali lingine. Swali lingine ambalo tutaangalia ni namna ambavyo Mangwasha amejenga maudhui katika riwaya ya Nguu za Jadi. Tutaangalia hilo swali katika video nyingine. Kwa hivyo endelea kusubscribe na kushare. Andika comment kama uko na swali. Kwaheri kwa sasa.